Ndugu mtangazaji, nimepata simu nyingi kutoka ndani, kwa maana vyombo vya habari vya Zanzibar, vya Tanzania bara, vya nje, lakini nilikuwa kidogo na perika. Na mimi niseme labda kwamba nimesikia Mheshimiwa Simai alipokuwa akichangia, nadhani ilikuwa Wizara ya Fedha, alikuwa anachangia Wizara ya Fedha. Kwanza Simai ni nani? Simai ni mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Tunguu. Ni mjumbe wa Baraza la Wawakilishi, lakini pia kwa mujibu wa katiba yetu ya Tanzania tunakuwa na wajumbe wanaotoka Baraza la Wawakilishi kuwa wabunge kwenda kuwawakilisha Zanzibar kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano ama Baraza la Wawakilishi. Lakini kama ulivyosema kwamba taarifa ile ya Mheshimiwa Simai na utata, kwa sababu kwanza kajaribu kutumia lugha ya mafumbo. Nimesikiliza zaidi ya mara 7, sikuona kutaja jina la mtu ama kutaja cheo cha mtu. Manake ni nini? Manake unaweza ukamtaja katibu mwenezi wa kamati maalum, anajulikana automatically huyo ni Mbeto Zanzibar. Unaweza ukataja jina langu moja kwa moja, aidha utaje nafasi yangu ama utaje jina langu. Lakini ikatumia neno Yuda, alafu utata wa maneno anasema alitupwa huko. Pia nikataka kujaribu huko wapi, itilista angelitaja maeneo pale fulani, tungejua maeneo haya alipelekwa Mbeto kuhudumia ama kuiwakilisha Jamhuri ya Muungano, tukatia majawabu. Labda atakufanya ni nini? Kwa kweli kauli ya Simai haikuwa kauli nzuri, na bahati nzuri kwamba chama chetu tuna kitu tunaita party caucus kwenye mabunge yetu, kwa Baraza la Wawakilishi na bungeni. Tunakuwa na party caucus ya wabunge ama wawakilishi wa CCM wanapokuwa barazani, wanapokuwa kwenye mabunge barazani. Sasa mimi niseme kwamba ili swala kwanza tungesubiri party caucus zichukue hatua, na bahati nzuri kwenye caucus mule wanao mwenyekiti wao anakuwa waziri mkuu kwa kule, huku kwa Baraza la Wawakilishi na kwa makamu wa pili, lakini tunakuwa na katibu wa wabunge wote wa CCM ambaye yupo kule, katibu ambaye bahati nzuri mwenyekiti wa caucus anakuwa mjumbe wa kamati kuu kama waziri mkuu, ambalo kama kuna jambo baada wao kulifanyia kazi watalileta kwenye chama. Lakini pia tuna katibu wa wabunge wote ni mjumbe wa secretariat ya taifa anaingia. Kwa maana hiyo sisi kama chama, angelikuwa ile kauli kaitamka nje ya bunge, tunazo hatua nyingine za kuchukua moja kwa moja, kwa sababu mbunge anaposema jambo akiwa ndani ya bunge anakuwa na immunity zake, anakuwa na kinga zake, na kuna mambo maadili ambayo wao wanajua. Mimi sijawa mbunge, siwezi kuwajua yote, lakini nadhani kwamba bunge litamwita, manake tuhuma nzito kama anasema kuna watu wasaliti. Basi sisi kama chama tutataka kuwajua, atusaidie hawa wasaliti kina nani ambao wanaisaliti serikali ama wanamsaliti kiongozi mkuu wa nchi. Kwa hiyo mimi nisiseme sana kwenye hili swala kwamba taratibu ni hizo. Tuna party caucus kama kuna pahala ambapo, na naamini party caucus yao ya wabunge wote wa CCM watamwita ende kumueleza zaidi, lakini na sisi pia tutataka kujua. Maana ikumbuke ndugu mwandishi, serikali ya awamu ya 6 na serikali ya awamu ya 8, hizi ni serikali za CCM. CCM ndio ilikwenda kuomba kura kwa Watanzania. CCM ndio ilikwenda kuomba kura kwa Wazanzibari hapa. Ikachaguliwa, tukamkabidhi Mama Samia aunde serikali na atafute wa kuwasaidia. Sasa kama kuna mtu katika mtu ambaye amepewa dhamana na Rais wa Jamhuri ya Muungano amsaidie, hafanyi vizuri ama anamhujumu, lazima chama tujue. Lakini chengine ufahamu kwamba chama chetu hichi kina utaratibu. Tuna kamati kuu, tuna halmashauri kuu ya taifa na vikao vingine, tuna vikao vya maadili. Mimi naamini kama kuna jambo linalosemwa zito kama hilo, basi nadhani chama kitakuwa inazo taarifa zake. Lakini sio chama tu, hata Mheshimiwa Rais ana vyombo vingi, kwa sababu rais ni taasisi.
ndugu mwandishi, sio mtu kama unamuona Samia. Rais ni taasisi, na taasisi hii ina kazi kufuatilia mambo mbalimbali ya kumsaidia rais. Kwa maana mimi niseme kwamba tusubiri, Mazali kazungumza bungeni, nisizungumze sana. Tusubiri kanuni za bunge za maadili yao ya kuendesha vikao, ambapo kusema jambo ambalo halipo ama kusema uongo kwenye bunge ama kumzushia mtu ambaye yeye hana uwezo wa kuja bungeni kujitetea, kuna utaratibu wake. Kwa maana mimi niseme hili nimelisikia na sisi limetuhuzunisha. Haya ya kwake mwenyewe Simaya aliyosema, sidhani kama kuna mkono wa mtu ambaye yuko nyuma yake. Kayasema kwa utashi wake, labda anazo sababu mwenyewe anazozijua, lakini nisiseme sana kwamba bahati mbaya sana Mheshimiwa Simai alipokuwa anazungumza hakutaja jina moja kwa moja la mtu, wala hakutaja cheo cha mtu moja kwa moja, ambapo unaweza moja kwa moja ukasema hili lilimhusu fulani. Kwa sababu kama Rais Magufuli amefanya kazi na watu wengi, amewapromote watu wengi. Tunao mule Mheshimiwa katibu mkuu wetu mstaafu Dr. Bashiru Kwakura, na katibu mkuu kiongozi mstaafu pia Dr. Bashiru Kwakura, waziri sasa hivi nadhani waziri wa mifugo nadhani kama sitokosea, wamefanya kazi na Mheshimiwa Magufuli. Kuna Profesa Palamagamba Kabudi. Sasa wako wengi tu. Sasa kusema direct kitu fulani moja kwa moja inaweza katupa shida. Kwa maana hiyo acha tusubiri party caucus ya chama itachukua hatua gani. Nadhani itamwita, itamuhoji, itamuuliza, lakini na sisi kama chama tunataka kupata, tutasubiri aidha kupitia mwenyekiti wa party caucus ambaye ni waziri mkuu ama katibu wa wabunge wote, atakapokwenda kwenye secretariat wamuhoja, tusaidie. Maana yeye Simea atakuwa anajua wasaliti, atusaidie chama chake ili wachunguzwe, na ikithibitika basi chama chetu kina utaratibu, kina mwongozo. Kwa maana hii nimetafutwa sana ili nitolee ufafanuzi, kwa kuwa Simai ni mwakilishi na katokea huku Zanzibar kwa tiketi ya baraza la wakilishi, kaenda kule bungeni. Na mimi niseme kwamba na si kwa Simai tu, unajua tunapoelekea huku kutakuwa na mvurugano mkubwa sana. Mimi nafahamu kama katibu mwenezi wa kamati maalum tunaelekea kwenye kipindi ambacho karibu na uchaguzi wetu wa chama, na uchaguzi wa chama huu tunatarajia utakuwa na mambo mengi kabisa, kwa sababu tutakuwa na nafasi za urais huko mbele kwenda hapo. Watu watataka kuchafuana, watu watataka kutengeza makundi, watu watataka kutengeza kambi zao. Niwaombe tu viongozi wenzangu kwamba chama chetu kina demokrasia kubwa. Chama chetu kifika wakati kila mtu ana haki kumuunga mkono mgombea yote atakamuonea nafaa, lakini haina haja kuanza kuchafuana na watu ambao wametengeneza heshima kubwa kwenye nchi yetu, wameaminika sana. Na cha kushangaza, sisi kama chama mpaka sasa hivi hatujapata ripoti kwamba tuna tatizo ndani ya serikali zetu. Wote wanawasaidia viongozi wetu wazuri, wote kazi wanafanya, na kila kiongozi huwa anatumwa na kiongozi wa nchi pahala akamwakilishe, na mtu anapoenda kumwakilisha anatekeleza wajibu wake, na anasema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametutuma 1 2 3, ama Rais wa Zanzibar ametutuma tumwakilishe 1 2 3. Kwa maana tuache hisia zetu, tuache misukumo hii ambayo pressure mbele ipo kubwa sana, na tusitarajie, na tunatarajia tutaja kuyaona mengi huko tunapokwenda, lakini chama chetu kiko makini, kinaangalia kila hatua, kinaangalia kila sauti, kinaangalia kila maelezo, ili tukigundua kuna jambo chama kitusita kuwaita, manake ni makada wetu, na muda wote wanaweza wakaitwa, wakahojiwa, wakathibitisha hizo tuhuma, wakaonesha ushahidi kama kuna hujuma dhidi ya hao viongozi wetu wakuu, akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dhidi ya wateule wao, basi na chama itachukua hatua. Lakini pia viongozi wenyewe wanazo hatua wanaweza kuzichukua. Kwa maana mimi niseme tuachie party caucus ya bunge kwanza wafanye wajibu wao, wamwite, wamuhoji. Baadaye chama ikihisi kwamba na wao tuna haja ya kumwita kuja kujiridhisha, basi chama hakitosita kufanya hivyo. Wasikuze shofahamu kitu ambacho, na laiti kungelikuwa kumetajwa jina la mtu fulani ama cheo cha mtu fulani moja kwa moja, basi tusingekuwa na mashaka
makubwa. Ndio maana tukasema Chama cha Mapinduzi kitaandaa utaratibu kumwita Mheshimiwa Simai. Fahamu kubwa, tuhuma ni kubwa. Kama kuna sema yeye anajua kama kuna hujuma, serikali yetu inahujumiwa, basi atusaidie, atuelezee hizo hujuma ni zipi na kina nani wanahujumu na ushahidi gani. Kwa maana ni kutoa wasiwasi, ndugu mwandishi, kwamba chama kina utaratibu na sisi tuna kamati zetu za maadili, usalama na maadili. Basi nadhani zitachukua hatua za kumsikiliza hizo tuhuma ambazo Mheshimiwa Simai hata akaamua mtu mzima kusimama pale mbele ya bunge. Waziri senior, amekuwa waziri katika serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ameanza tangu naibu waziri wakati wa Dr. Sheni. Si mtu ambaye mgeni, amekuwa waziri, amehudumu kwenye serikali ya Dr. Hussein, kahudumu wakati wa Dr. Sheni, amekuwa waziri wa elimu, amekuwa waziri wa utalii na mambo ya kale. Sasa kwa maana hiyo ni mtu ambaye mzoefu, ana kipindi cha pili hichi katika Baraza la Wawakilishi. Kwa maana hiyo mimi niseme kwamba chama kina utaratibu wake, basi ikihisi ina haja ya kumwita, na basi ataitwa, atahojiwa na vyombo vyetu vya usalama na maadili ya chama, ili atusaidie ili kuinusuru hiyo serikali yetu, kama kuna watu yeye anawajua ambao wanamhujumu kama kiongozi mkuu wa nchi ama wanahujumu serikali iliyochaguliwa kihalali kabisa na wananchi wa Tanzania. Mimi niwaombe sana waheshimiwa wabunge, wawakilishi, wanapokuwa kwenye vyombo vyetu hivi vya kutunga sheria, wawe makini sana na kauli zao, kwa sababu tumewapeleka pale ili wakaisimamie serikali, lakini wakawakilisha wananchi waliowachagua kuhakikisha wanatekelezewa mahitaji yao ya maendeleo yao. Tusende pale bungeni au Baraza la Wawakilishi tukaleta ya kwetu, ama tukaenda kuendeleza makundi ya kwetu, ama tukaenda kufanya visasi ambavyo tulikoseana huko nyuma tukavileta pale. Kuhakikisha bunge ni pahala patakatifu, ni chombo ambacho kinawakilisha Watanzania wote wa bara na visiwani. Baraza ni pahala patakatifu, Wazanzibari wote wa Unguja na Pemba pale wanatarajia wabunge wao waseme maneno ya kuijenga ama kuibana serikali itekeleze mahitaji ya wananchi, lakini pia kuisaidia serikali kupitisha bajeti zake, ili sasa hayo matakwa na matarajio ya wananchi yakatekelezwe. Kwa maana niwaombe sana waheshimiwa wabunge wajichunge sana na kauli zao, wazipime kabla hawajazungumza, zinaweza zikaleta mtafaruku mkubwa sana katika nchi yetu. Wao kaona jambo dogo tu la kawaida wamesema, lakini likaleta tafsiri mbalimbali ambazo hazipo. Wanaweza katuhumiwa watu, bwana huyu katumwa au kwa nini, kumbe hapana, utashi wako tu na wewe mwenyewe ulipoamua kwenda hivyo. Chama hichi kina watu ambao wasemaji, kina watu kimewateua wasemaji kwa ajili ya chama, wanasema, lakini serikali pia ina wasemaji wao, ina watendaji wake. Kwa maana niwaombe waheshimiwa wabunge na wawakilishi wajichunge sana kauli zao wanapokuwa kwenye hivi vyombo, wasilete kauli ambazo zitakazoleta utata baadaye, zitakaweza kwenda kulipasua taifa letu. Wao wamoja waende kufanya kazi ambayo waliopelekwa na wananchi, lakini pia waliopelekwa na vyama vyetu, kwa sababu huwezi kuwa mbunge ama mwakilishi kama chama chenyewe hakija kupitisha ukagombea na ukifanikiwa unaenda kuwakilisha wananchi wako.